Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema usiposikia, sahau kuona raha katika maisha yako. Kwa hiyo kusikia ni jambo muhimu sana. Mungu akubariki sana unapoanza kusikiliza kipindi hichi cha Nuru ya Maisha. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Usiposikia, sahau kuona raha katika maisha yako. Ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 14 na mstari wa 10, Biblia inasema hivi: hakika ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Kwa lugha nyingine, Mungu anatukumbusha kwamba kila sauti unayosikia ina maana. Kwa hiyo usipojua maana, manake haujasikia. Manake hautafanikiwa. Hautapata ile raha ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako. Sauti ziko nyingi sana. Sasa tuende kuangalia kusikia maana yake nini. Kusikia kuna maana kuu mbili. Maana ya kwanza ni kuona yale ya kupasayo kufanya na kutumia muda na neema kufanya yale ya kupasayo. Kusikia kwa namna hii ndiko kuna kukupa raha katika maisha yako. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili ya kusikia ni kutokuona ya kupasayo kufanya na kupelekea kufanya yale yasiyokupasa kufanya, hivyo kutumia muda vibaya. Kusikia kwa namna hii ndiko kunakoleta mahangaiko katika safari ya maisha ya mtu. Ukisoma Biblia, kile kitabu cha Luka 10, ule mstari wa 41 mpaka 42, Biblia inasema hivi: Bwana akamjibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema, ambalo hataondolewa. Martha na Mariamu wote walisikia kuwa Yesu atakuwepo hapa nyumbani. Walisikia, lakini waliona tofauti katika kusikia kwao. Martha, katika ile sauti ya ujio wa Yesu, hakuona yale yampasayo kufanya, hivyo akawa na shughuli nyingi ambazo hazikumsaidia kupata raha katika maisha yake. Na siku zote kwenye maisha usipopata raha, manake unaingia kwenye mahangaiko, unaingia kwenye malalamiko na manunguniko. Ni rahisi sana kumwona kila mtu ni mbaya. Ndivyo Martha akaanza kupiga kelele, kwa sababu hakuona yampasayo kufanya. Mariamu, katika ile sauti, yeye aliona yampasayo kufanya. Kwa hiyo akaitumia neema vizuri iliyokuwepo, na akatumia muda vizuri kufanya yampasayo kufanya. Kwa hiyo Mariamu akawa ameketi kwenye raha. Shughuli anazozifanya zilikuwa zinampa raha, kwa sababu alichagua fungu lililo jema. Aliona impasavyo kuona. Kusikia siku zote kwenye maisha yako kuna matokeo makubwa. Kusikia
kila mtu anasikia. Tofauti, unaona nini katika kusikia? Kusikia kunaweza kukusaidia kupata raha katika maisha, na kusikia kunaweza kupelekea kuingia kwenye mahangaiko kwenye maisha yako. Kaini alisikia habari ya kumtolea Mungu sadaka, lakini hakuona yampasayo kufanya. Kwa hiyo akafanya yale ambayo hakumpasa kufanya kwa majira yale. Kwa hiyo akautumia muda vibaya, akuitumia neema iliyokuwepo katika utoaji sadaka kwa majira yale. Kwa hiyo akaingia kwenye mahangaiko. Hawa, mke wa Adamu, aliingiza familia yote katika mahangaiko, kwa kuwa alisikia sauti, na katika ile sauti aliyosikia hakuona yampasayo kufanya. Kwa hiyo akafanya yasiyompasa. Siku zote sauti yoyote unayosikia, ukiona kupasayo kufanya, umepona, umepata raha. Usipoona, unaingia kwenye mahangaiko, bila kujali hiyo sauti inatoka kwa nani. Cha muhimu uone. Ukishaona, utajua ya kupasayo kufanya. Kwenye maisha haya tunayoishi sasa hivi, wako watu wengi sana wamezingiza familia zao katika kilio tofauti tofauti, kwa sababu walisikia sauti lakini hawakuona yawapasayo kufanya. Kwa hiyo wakafanya yasiyowapasa, wakaleta vilio vikubwa kwenye familia. Siku zote unaposikia sauti, sikiliza kwa bidii mpaka uone ya kupasayo kufanya. Ile bidii ndio itakayokusaidia kuona ya kupasayo kufanya. Kumbuka, mafanikio yetu yako katika kusikia. Kwa hiyo lazima kutakuwa kuna vita na vurugu nyingi ili usisikie kupasayo kufanya, ili uingie kwenye taabu. Kwa hiyo ukishakuwa mvivu wa kusikiliza, sio rahisi kuona ya kupasayo kufanya. Kwa hiyo usipoona ya kupasayo kufanya, usifanye maamuzi mpaka uone ya kupasayo kufanya. Biblia inatukumbusha kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Lakini Biblia hiyo inatukumbusha kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo lazima usikie kwanza. Kwa hiyo kwenye kusikia ndiko kwenye mafanikio yako, ndiko kwenye mafanikio yangu, usikia. Kwa hiyo usipokuwa na bidii katika kusikiliza, unaangamiza maisha yako wewe mwenyewe. Kile kitabu cha Kutoka 3:3 Biblia inasema hivi: Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Musa alipoona kijiti hakiteketei, akajua hii ni sauti. Kuna jambo napaswa kuliona katika hii sauti. Kwa hiyo Musa akaazimu kuacha vitu vyote ili moyo wake upate utulivu, apate kusikia, apate kuona yale yampasayo. Na Mungu alivyoona ule utayari wa kugeuka kuona yampasayo, ndipo Mungu akazungumza kupitia katika kile kijiti. Na wewe kwenye maisha yako, vipo vijiti vinawaka moto kwa muda mrefu, lakini wewe haujageuka.
unachukulia ni kawaida kabisa kijiti kuwaka. Inawezekana ni ugonjwa, inawezekana ni madeni, inawezekana ni kufukuzwa kazi, kila kazi unayopata unafukuzwa. Inawezekana unachokifanya haufanikiwi, kila unachogusa na wewe unaona ni kawaida, bila kujua hiyo ni sauti. Unatakiwa utulie, upate kusikia ya kupasayo kufanya. Kuna kijana mmoja namkumbuka, akufanya vizuri kwenye masomo yake, akarudia akufanya vizuri, akarudia mara 3 akufanya vizuri. Ndipo nilipomshauri, hiyo hali unayoiona, tulia, ujue kwa nini inakutokea. Hiyo ni sauti inataka uone ya kupasayo kufanya. Akanielewa, akatulia, akasikia, akaona. Alipokuja kufanya tena mitihani akafaulu yote, na kutoka hapo hajawahi kuanguka tena kwenye masomo yake. Mimi sijui kwenye maisha yako ni sauti zipi unazisikia, lakini uone ya kupasayo kufanya. Ni wakati sasa wa kugeuka kwenye maisha yako, ili uanze kusikiliza tena na tena na tena. Na Mungu akikuona unasikiliza, utaona ya kupasayo kufanya. Kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. Muhimu ni kujua ya kupasayo kufanya. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.